Moja kwa moja kutoka Dodoma nchini Tanzania. Hii ni Sky TV. Waligani na karibu katika ulimwengu wa habari. Miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo ni pamoja na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awaongoza waombolezaji kwenye mazishi ya Bi Suzana Magufuli. Upatikanaji wa samaki katika soko la kimataifa ya Feri wazidi kuimarika. Kimataifa, mahakama ya Kenya yazuia karantini ya Ebola ya Marekani. Na katika michezo, wachezaji wawili Serengeti Boys waongezwa timu ya taifa. Naam, waligani na karibu katika ulimwengu habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Maliango Mugeta. Tunaianza taarifa yetu kutoka kule mkoani Geita ambapo makamu wa rais wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka Watanzania kuwalea watoto katika maadili mema na kuweza kuandaa kuitumikia nchi yao wanapopata nafasi za uongozi. Mwanahabari wetu Michael Francis Bundala ana taarifa ifuatayo. Makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema hayo wakati akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kumwaga mama wa rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli. Makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawataka Watanzania kuandaa watoto wao kwa kuwapatia maadili mema, hali itakayosaidia kuitumikia vyema nchi yao wanapopata nafasi mbalimbali za uongozi. Mheshimiwa Rais anatoa wito kwa Watanzania wote kuwapenda watoto wetu, kuwalea watoto wetu kwa maadili mema na kuwaandaa kutumikia nchi yao kwa nafasi yoyote wanayopata. Huo ndio wito wa kipekee sana kwa Mheshimiwa Rais, kwa namna bora ya kumwenzi mama yetu, bibi yetu Suzana Ngolo Musa, na sisi kuiga mfano wake katika malezi bora na malezi mema ya watoto wetu. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwaambia kwamba leo tumekutana hapa sio kwa sababu mama yetu, bibi yetu Suzana Ngolo Musa alikuwa diwani au alikuwa mbunge au alikuwa waziri au alikuwa waziri mkuu au alikuwa mwanamitindo au msanii au mwimbaji wa sanaa. Yote hakuwepo. Tumekutana hapa kwa sababu alikuwa sehemu kuu ya malezi ya rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Askofu wa jimbo la Bunda Simon Masondole amezungumza kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, huku Simon Michael Nyahinga akitoa shukrani za familia. Baadhi ya Watanzania wachache ambao katika uraia wetu, lakini katika dini na imani zetu tumepata bahati ya kuja hapa kwa ajili ya kumsindikiza mama na kumwambia asante mama mzaa chema, umetuzalia rais, kijana shupavu wa nchi yetu. Tunatolea mwito huo mtakatifu, lakini maisha yako yaliyopambwa na kazi njema na mahusiano mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu kama sadaka. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunawapongeza na kuwashukuru kwa moyo wa kipekee wauguzi, manesi na watumishi wote wa afya waliomhudumia mama yetu kwa upendo mkubwa, utu, weledi na kujitoa kwa hali ya juu wakati wote wa matibabu yake mama yetu. Sisi wanageita, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunajifunza kupitia mahubiri, lakini vile vile kupitia risala iliyotolewa na familia juu ya malezi na juu ya upendo katika familia zetu. Na hasa Baba Askofu Fabian ametukumbusha matendo ya kulea, lakini vile vile matendo ya kuendelea kupendana kama jamii. Ni Watanzania waliofika hapa nyumbani kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli kwa ajili ya kumzika mama yake. Nikiripoti kutoka hapa katika wilaya ya Chato, mkoa wa Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV.
Naam, tunatoka kwenye taarifa kutoka mkoani Geita ya kusikitisha, lakini sasa tunaelekea katika jiji la Dar es Salaam ambapo taarifa inaeleza kuwa kwa wakati upatikanaji wa samaki katika soko la kimataifa la samaki la Feri jijini Dar es Salaam imeimarika na kufanya bei ya kitoweo hicho kuwa rafiki kwa mlaji. Undani wa taarifa hii tunaungana naye Nora Damian. Sky TV imetembelea sokoni hapo leo ambapo wafanyabiashara na wachuuzi wa samaki wamesema hali ya sasa upatikanaji wa samaki inaridhisha, tofauti na miezi michache iliyopita ambapo walikuwa wakipatikana kwa taabu na kufanya bei kuwa juu. Kwa jina anaitwa Amili Amili, ni mfanyabiashara wa soko la samaki Feri. Majira yanabadilika kulingana na pepo za bahari zilivyo. Kuna wakati wa pepo za kusi na kuna wakati wa pepo za kaskazi. Kwa hiyo kaskazi inapoanza kunakuwa kwanza kwa sisi watu wa pande tunasema leleji. Leleji linakuwa maji yapo laini, kwa maana hiyo samaki dagaa huwa wanapatikana. Alafu ikishaenda baadaye unakuja sasa wakati wa upepo. Kwa upepo mkali unakuwa samaki kupatikana kwa tabu. Na upepo wa kusi ndio hivyo hivyo, nyakati za kusi vile vile. Kunakuwa na wakati ambao ule upepo unapokuwa bado haujakuwa mkali, au sivyo unakuwa na upepo laini. Kwa hiyo dagaa na samaki huwa wanapatikana kwa wingi. Kwa sasa hivi samaki wanapatikana kwa sababu hakuna upepo ule wa harasi sana. Na upepo unavuma kidogo, unaacha kidogo, unavuma kidogo, unaacha kidogo, kwa hiyo samaki wanapatikana. Jina langu Zuhura Juma na Kagongo la Mboto. Sasa hivi samaki tunashukuru Mungu tunapata, samaki wanapatikana tofauti na kipindi cha nyuma hapa. Kwa sasa hivi tunapata wanauza samaki 70, 60. Kwa hiyo tunashukuru Mungu mpaka laki, ilikuwa zamani mpaka 200,000. Sasa hivi tunashukuru Mungu. Changamoto ni mafuta ndio imekuwa na bei, lakini kwenye samaki tunashukuru Mungu tunaziona sasa hivi. Upatikanaji wa samaki unategemea na muda. Mfano samaki anapatikana sana kipindi cha kiza. Yaani kiza kinavyowepo samaki ndio wanapatikana sana. Sababu wanapenda kufuata taa zile ambazo wavuaji wanaweka. Tuna changamoto nyingine ya mafuta. Mafuta yako juu sokoni. Dumu sasa hivi tunanunua dumu moja ni 1,100,000 na shilingi 5,000. Nikijanganisha na bei ya gesi ya shilingi 3,500. Naumia sana. Kwa hiyo changamoto tunazopitia hizo, tunapitia kwenye mafuta, tunapitia kwenye gesi. Hali mzuri ambayo tunapitia ni kutokuwa na matatizo ya kiafya. Sasa hivi tuko safi kwenye masuala ya afya. Soko hilo hupokea tani 25 za samaki kulingana na msimu na hali ya hewa, ambapo mbali ya kunufaisha wakazi wa Dar es Salaam na maeneo mengine, kitoweo hicho pia usafirishwa kwenda nje ya nchi. Kwa majina naitwa Amina Hamidu Mgaya, ni afisa uvuvi soko la samaki Feri. Soko la samaki Feri linaingiza samaki kutoka maeneo mbalimbali na ndio maana likaitwa soko la kimataifa. Kwa kipindi hiki cha mwezi huu wa 5 kuelekea wa 6 samaki wanapatikana ukilinganisha na miezi ya nyuma. Sasa hivi bei ziko wastani. Kwa hiyo tunashauri watu ambao wana uhitaji wa samaki waje, na tunajua samaki wanahitajika kwa wingi. Kwa waje wapate kitoweo kipo kinapatikana. Samaki ambao wanapatikana wanakidhi mahitaji ya Dar es Salaam. Lakini pia kuna baadhi ambao wanakuwa wanakaushwa, wanakuwa kama ng'onda, wengine wanaitwa wanapelekwa Kongo. Kwa wapo ambao wanakidhi mji, lakini pia wapo hata ikihitajika kufanyika export wanafanyika. Soko la kimataifa la samaki Feri limekuwa kitovu cha biashara ya samaki kwa maelfu ya wananchi wanaofika kila siku kununua kitoweo hicho. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Naam, ni taarifa njema hiyo ya kuhusu samaki kwamba sasa bei imekuwa rafiki kwa mlaji. Tunaelekea katika taarifa nyingine inayohusu vijana zaidi, ambapo vijana barani Afrika wamezitaka nchi zao na taasisi mbalimbali kuwapa nafasi katika kufanya maamuzi, ikiwemo kushirikishwa kikamilifu katika utungaji wa sera pamoja na mipango mbalimbali ya maendeleo, kwa kuwa wamekuwa hawapewi uzito unaostahili, hatua ambayo inakwamisha zaidi mchango wao katika ubunifu pamoja na ajira na uongozi. Taarifa hii undani wake tunaungana naye Amina Ngahewa. Haya yamebainishwa katika jukwaa la 9 la vijana barani Afrika lililoandaliwa na Chuo cha Kimataifa cha Maendeleo ya Jamii MSTCDC na kuwakutanisha vijana kutoka nchi zaidi ya 20 jijini Arusha ili kujadili nafasi ya vijana katika maendeleo, uongozi pamoja na mustakabali wa Afrika katika kipindi cha mabadiliko ya kijamii, uchumi na kiteknolojia. Vijana wako na passion
lakini pia wanajua nini wanataka, wanajua haki zao, wanajua nchi zao wanataka nini, wanajua matatizo ama changamoto ambazo ziko kwenye nchi zao, lakini changamoto ni kwamba kupewa ile space ya kuonesha, kwa sababu vijana wenzangu wengi ambao nimezungumza nao wanasema kwamba wana uwezo na wangependa kuwa sehemu ya kufanya maamuzi kwenye nchi zao, kushiriki kwenye kutengeneza sera mbalimbali, lakini imani kwa vijana imekuwa ndogo sana, na baadhi ya watu wanaona kama vijana ni tishio ama threat. Kwa kijana anapokuja anaonesha ujuzi fulani ama umahiri fulani, ataonekana mjuaji, ataonekana smart sana, atarudishwa nyuma. Kwa hiyo nilichojifunza ni kwamba kama vijana, we know what we want, we know our rights. Tunachohitaji sio kushirikishwa kwenye majukwaa kama mapambo ama kujaza nafasi. Tunahitaji the so-called meaningful engagement in decision making tables. Katika hatua nyingine, vijana hao wameomba kupewa majukwaa yanayozingatia ukuaji wa teknolojia pamoja na kubainisha umuhimu wa mijadala hiyo. Kwanza, zana ya kwanza ni kutengenezwa platforms ambazo zitakuwa online platforms, ambapo ndipo vijana wengi sasa hivi tupo. Tumeshatoka kwenye uwanda wa kawaida. Zamani ilikuwa tuna vikao vyetu vya chini ya miti, lakini sasa hivi inabidi tujitanue zaidi, tuwe na namna bora ya kuvifanya hivi vikao. Tunaweza tukawa na magrupu ya WhatsApp, tunaweza tukaandaa majukwaa ambayo ni ya online. Siku hizi vikao vinafanyika hadi online. Kwa hiyo ni vyema kama jamii tukaanza kuadapt na hayo mazingira. Tuanze hata vikao vya vijiji viwe vinafanyika navyo kupitia njia ya online. Tuna Zoom, tuna Google Meeting pia ziwepo, ili kwa wale ambao hawana uwezo wa kushiriki vile vikao moja kwa moja wapate nao nafasi ya kushiriki. Majukwaa kama haya huwa yanatoa mchango wa kufanya transformation ya akili, yani kumbadilisha kijana kwenye fikra, kutoka katika fikra za kutafuta ajira au kutafuta fursa, na kumfanya kijana kuwa yeye ndo ana uwezo wa kutafutia wengine fursa. Yani toka katika ile fikra za kutafuta ajira, alafu uwe kijana ambaye unaweza kutengeneza ajira kwa wengine. Lakini kupitia hili jukwaa linatusaidia sisi kutukutanisha na watu mbalimbali. Kwa mfano, nimeweza kukutana na watu wa Nigeria, nimekutana na watu wa Uganda, ninauliza huko namna gani mnafanya biashara, namna gani mnasafirisha mazao nje ya nchi, tunayasafirishaje, je, taratibu zikoje? Kwa hiyo tunaweza kupata network. Kwa hiyo pili, inanisaidia mimi kupata mbegu zingine nzuri au kupata idea nyingine ambayo kama ninafanya kilimo changu bado kwa chini, kumbe ninatakiwa niongeze kitu hiki kingine. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Naam, ni taarifa hiyo, vijana wakihitaji kushirikishwa zaidi katika mipango na dira ili kuhakikisha kabisa kwamba ndoto zao zinakuwa ni moja kati ya sehemu muhimu katika kufikia maendeleo ya taifa na mmoja kwa ujumla. Taarifa nyingine ambayo tunayo katika ulimwengu wa habari ni pamoja na mamlaka udhibiti wa ununuzi wa umma serikalini PPRA kwa pamoja imewajengea uwezo kiutendaji taasisi, wizara pamoja na wataalam na watendaji kupitia mafunzo ya mfumo wa ununuzi wa umma kwa njia ya electronic maarufu kwa jina la NeST, na kufuatia mabadiliko makubwa zaidi ya sheria ya manunuzi ya umma yaliyopitishwa na bunge na mwaka 2023, lengo likiwa ni kuongeza usahihi na utekelezaji unaotakiwa wa misingi ya manunuzi ya umma. Undani wa taarifa hii tunaungana naye Nusla Abdalla. Meneja wa kuendeleza uwezo wa huduma za ushauri mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Gilbert Kamde amesema mfumo wa NeST umewezesha wananchi kunufaika na zabuni za serikali wakiwemo wanawake, vijana, wazee na wenye ulemavu kupitia mfumo huo. Katika michakato mbalimbali ya ununuzi, tangu uibuaji wa mahitaji, namna wanavyoandaa mipango ya ununuzi iwe akisi yale malengo na majukumu ya taasisi zao, lakini kufikia yale makusudi ambayo wameyaweka ya kufanikisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa katika taasisi zao. Lakini pia tumewapitisha katika usimamizi wa mikataba, namna njema ya kuweza kuhakikisha kwamba wakandarasi au watoa huduma ambao wamewapata kupitia michakato ya ununuzi na ugavi kupitia mfumo wa NeST, basi wanawezaje kuweza kusimamia na kuweka taarifa za utekelezaji wa mikataba yao. Kuna mambo mengi ambayo yamejitokeza hasa kwenye usimamizi wa manunuzi pamoja na mikataba.
Kwa hiyo ndio maana tumechagua hilo eneo la sheria, na tumechagua pia matumizi ya mfumo kwa sababu makosa mengi yanatokana kwenye mfumo, na halafu pia kulikuwa na malalamiko hayo ya kwamba wale watu wa makundi maalum hawapati fursa za kutosha. Mkaguzi wa ndani kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Jacqueline Kigwa ameeleza namna mafunzo hayo yatakavyowasaidia kudhibiti mifumo ya ndani na kuimarishwa, kwani mfumo wa NeST umeleta udhibiti na uwajibikaji katika mchakato mzima wa manunuzi. Uimara wa mifumo ya udhibiti wa ndani pamoja na utawala bora pamoja na sheria ya rais. Kwa hiyo sasa kwenye mafunzo haya ya mfumo wa NeST ambayo tumeyapata sisi kama wakaguzi wa ndani, yatatusaidia sisi kwenye kuangalia sasa mifumo ya udhibiti wa ndani ilivyoimarishwa. Kwa upande wake, Ali Sheha kutoka ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali Zanzibar na afisa uchunguzi kutoka mamlaka ya udhibiti wa manunuzi wa umma Zanzibar ZPPRA Lulua Juma wameeleza ni kwa namna gani watakavyokwenda kuboresha mifumo iliyopo Zanzibar na kuifanya kuwa bora zaidi. Mafunzo ni mazuri na of course yametuletea yametujengea kupata confidence katika utekelezaji wa shughuli za ununuzi. Sisi kutoka Zanzibar tumejifundisha mambo mengi kwa sababu katika mfumo huu kuna mifumo miwili tofauti ambayo yote inalenga katika kuimarisha utekelezaji mzuri wa shughuli za ununuzi. Mafunzo yametusaidia sana kwa upande wetu sisi za PPRA kwa sababu katika mfumo wa NeST wazetu tunaona sasa hivi mbali sana kwa sababu kuna vitu tofauti vimeongezeka. Mfano kama kwenda vetting mikataba kwa wanasheria. Uanzishwaji wa mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST umesaidia vikundi zaidi ya 3,000 vimenufaika na tozo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 30 tangu kuanza kwa mfumo huu mwaka 2023-24 kupitia mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma PPRA. Na mtazamaji unaotazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, moja kati ya habari ambazo tunazo ni pamoja na Brandina Sanga apambana na maumivu makali baada ya ubongo kuzalisha umeme kupita kiasi. Karibu tena katika Ulimwengu wa Habari popote pale ambapo upo kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Maliango Mogeta. Brandina Sanga mwenye umri wa miaka 20 amegundulika kuwa na tatizo la ubongo kuzalisha umeme kiwango kikubwa cha msukumo wa umeme kuliko ilivyo kawaida, hali ambayo inasababisha kupooza sehemu ya mwili kuanzia kiunoni na kushuka chini, kifafa pamoja na maumivu makali, mahali ambapo anafanya kushindwa kupata usingizi na kukesha usiku kucha akiwa katika mateso makubwa. Taarifa hii tunaungana naye Upendo Kibetile. Changamoto ya Brandina ilibainika wakati wa zoezi la mbio za bendera za Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbeya lililoshirikisha mabalozi, ambapo jitihada za kuhakikisha anapatiwa matibabu zilianza mara moja, huku mama yake mzazi akisimulia namna tatizo hilo lilivyoanza na kuathiri maisha yake. Nikaa nimeshtuka na kwa ubongo umechanganyikana, ulivyokuwa nichanganyikana unoni unakushuka unakuja kuuma na miguuni. Nikawa miguuni inauma na shanga siwezi kutembea na inuka. Mama ananiambia fanya mazoezi, na kuja huku ndio nafanya mazoezi, na simama nitembea naanguka tena chini. Usiku nashtuka naanza kulia mimi mwenyewe. Alianza kuumwa yeye akiwa na miaka 6. Wakati ana miaka 6 ndio ilimkuta hiyo changamoto. Akaacha kutembea. Nilivyotoka narudi nakuta mtoto anasema miguu inauma, ikawa moja kwa moja kutembea akiwa na miaka 6. Wakati ana miaka mingi, ana miaka 15, kikaanza kifafa, kawa anapigwa na kifafa. Alivyokuwa anapigwa na kifafa mpaka saa hizi ndiye anaendelea na hali hiyo yeye kukaa kwake ni kuliaga, kufanya nini? Anaanza masaa 24 yote analia. Unabaki umekaa hata kulala na shindwa. Kwa upande wake, katibu wa umoja wa vijana wa CCM aliongoza mbio hizo Siri Molen ameelezea hali halisi walioikuta kwa mgonjwa huyo, huku mjumbe wa kamati kuu ya taifa UVCCM ambaye ni diwani wa kata Ileni Baraka Zambi akabainisha hatua na jitihada zinazoendelea kufanyika ili kusaidia kupatikana kwa ufumbuzi wa changamoto zinazomkabili Brandina. Jambo la kwanza, binti huyu kwa kauli ya wazazi wake walikuwa wanatamani awe na kitimwendo. Lakini wakati tunatafuta kitimwendo,
tulipata watu waliotushauri vizuri, wakasema mnawezekana mkao mnamtafutia Kitimwendo, lakini yawezekana tusiwe tunatibu tatizo. Sasa moja kwa moja tukawa tumekubaliana kwanza tuanze kwa issue yake ya matibabu. Tukampeleka kwenye ultrasound akafanyiwa, alikutika na changamoto kwa maana ya mfumo wake wa ubongo unazalisha umeme mkubwa kuliko uhalisia wa mwanadamu wao wote ule. Kwa hiyo yeye anazalisha umeme mkubwa sana. Kwa hiyo umeme ule unapelekea huku chini kupata changamoto upande wa chini na kushindwa kupata nguvu za kutembea. Na wakati mwingine akitembea anapata changamoto, lakini kwa maelezo ya mama pia binti yetu huyu ana changamoto pia ya kuanguka kifafa. Twendeni tukaibue changamoto za wananchi kama ulivyofanya hivi kwa Blandina, kwamba chama pekee ambacho ni mfariji kwa wananchi wake ni Chama cha Mapinduzi. Leo mimi kulingana na katibu alivyoomba, aliniomba Kitimwendo, lakini kwa sababu kuna uwezekano wa binti yetu kupona, hichi Kitimwendo katibu akipona basi tumkabidhi mtu mwingine mwenye uhitaji zaidi. Kwa hiyo nimeleta Kitimwendo, kiko hapo. Dkt. Samia anahimiza sana bima kwa wote. Kwa familia hii yote itafutiwe bima, nadhani kila bima ina watu 6. Kwa na Blandina atakuwepo humo ndani. Hiyo bima nitailipia mimi kwa niaba ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Naam, kwingineko katika ulimwengu wa habari kwa muda huu ni taarifa inayoeleza kuhusu kongamano la 17 la kigoda cha Mwalimu Nyerere limeanza leo katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, huku likiwa limebeba ujumbe muhimu ambao ukiwa ni unaoeleza kwamba kwa nchi za Afrika kuungana ili kupata nguvu ya kupambana na mifumo kandamizi ya kidunia. Tupate taarifa zaidi. Kongamano hilo limebeba mada kuu inayosema siasa za kikanda, maendeleo na mwelekeo mpya wa Afrika. Linajadili kwa kina nafasi ya Afrika katika ulimwengu wa sasa unaokabiliwa na changamoto mbalimbali. Akizungumza katika kongamano hilo, mwenyekiti mpya wa kigoda cha Mwalimu Nyerere, Profesa Alexander Makulilo, amesema ni muhimu nchi za Afrika kuwa na umoja katika suala zima la kuleta maendeleo, kwa kuwa bila umoja ni vigumu kupambana na mataifa makubwa ya magharibi. Ni tukio ambalo tunamwenzi baba wa taifa, lakini linakuwa na uzito wake kwa sababu linakuwa limebeba mkutano wa kimataifa. Kwa hiyo tutakuwa na mjadala mkubwa wa kuweza kuangalia nafasi ya Afrika katika ulimwengu huu ambao una mataifa ya kibabe, ambayo mataifa kila moja linavuta huku na kule. Tumesikia kuna vita zinaendelea huko Mashariki ya Kati, lakini mataifa haya yamekuwa yakitaka kuingia katika nchi zetu na kuweza kujipenyeza kwa ajili ya kupata faida fulani. Kwa hiyo tumeona umoja kama nyenzo ya kuleta maendeleo katika ngazi ya nchi, katika ngazi ya kikanda, lakini katika ngazi ya Afrika kwa ujumla. Bila umoja hatuwezi kupambana na mataifa haya makubwa ya kimagharibi. Wito wangu kwa mataifa ya Afrika ni kuzidi kuungana. Kuna namna nyingi za kuungana. Kuungana sio kusema tuwe na serikali moja tu. Inawezekana tukaungana kwa kushirikiana katika masuala ya kibiashara, masuala ya visa, masuala ya viwanda. Kwa hiyo kuna namna nyingi ambazo tunaweza tukaungana na ikatupa nguvu, tukaweza kushindana na mataifa haya makubwa. Mwelekeo sahihi ni kuunganisha nguvu. Tukiunganisha nguvu tunaweza tukapambana na hii mifumo kandamizi, mifumo dhalimu ya kidunia. Naye mwanazuoni mkongwe Profesa Hisha Shivji ameshauri kuwe na uhuru wa kitaaluma, hatua itakayosaidia kuzalisha maarifa mapya. Ukiangalia historia ya vyuo vyetu, na sio nchi hii tu, hata nchi zingine, uhuru wa kitaaluma banwa sana. Umebanwa sana na mamlaka. Kwa hivyo unakuta kwamba hadhiri na pia hata wanafunzi wanauoga kwa kuzungumza kwa huru, na kwa hivyo huwezi kuendeleza, na kama unashindwa kuendeleza mijadala basi utakuwa unashindwa kuzalisha maarifa mapya. Mtoa mada maalum wa kigoda cha Mwalimu Nyerere mwaka huu ni Profesa Zakaria Mampili kutoka nchini Marekani, ambaye amesisitiza umuhimu wa Afrika kuzalisha maarifa yake yenyewe. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV.
Na mtazamaji, taarifa hiyo ambayo tumekamilisha nayo ya kongamano la 17 la kigoda cha Mwalimu Nyerere ndio ambayo inatupeleka katika mapumziko yafuatayo, na mara baada ya mapumziko hayo ni habari muhimu katika biashara na uchumi. Endelea kubaki na sisi Sky TV. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mamlaka ya maendeleo ya biashara nchini TanTrade imesema maonesho ya mwaka huu ya Sabasaba yatakuwa na matukio maalum yatakayoambatana na sherehe za jubilii ya miaka 50 ya maonesho hayo. Akizungumza kuhusu hilo, meneja wa maendeleo ya biashara wa TanTrade, Deo Shayo, amesema lengo ni kutambua mchango wa wafanyabiashara sambamba na kuendelea kuyatangaza kimataifa maonesho hayo. Naitwa Deo Godfrey Shayo, meneja wa ukuzaji biashara TanTrade. Katika maonesho ya Sabasaba, maonesho ya 50, yani Golden Jubilee mwaka huu, kuna vitu vikubwa kadhaa. Mojawapo tutakuwa na usiku wa dhahabu. Program hiyo ndani ya maonyesho, hii itakuwa ni siku maalum ambayo tutatoa tuzo mbalimbali kwa wafanyabiashara, tuzo za biashara, watu mahiri katika matukio ya ukuzaji biashara. Yani kwa ujumla tunasema ni tuzo za miaka 50, na hii ni presidential event. Ni event yenye hadhi ya kuwa na mkuu au wakuu wa nchi. Lakini vile vile tutakuwa na walkathon. Walkathon ni matembezi maalum kwa ajili ya kuhamasisha ile rajam au chapa ya bidhaa ya taifa made in Tanzania. Kama mnavyojua tumeizindua mwaka jana rasmi, hatukuwahi kuwa nayo. Na TanTrade kama msimamizi mwaka huu inaendelea kuhamasisha kwa kufanya matembezi maalum ya kuwaonesha Watanzania namna ambavyo tumepiga hatua kwenye uzalishaji wa ndani na sasa tunaelekea kwenye export. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana ni kwamba TanTrade ndio mhamasishaji wa biashara mtandao pamoja na mifumo ya kidigitali hapa Tanzania. Wakulima wa kahawa mkoani Songwe wanatarajiwa kuongeza uzalishaji wa zao hilo kwa msimu ujao wa kilimo kufuatia kukamilika na kuzinduliwa kwa bwawa la kuhifadhi maji ya kumwagilia lenye uwezo wa kuhifadhi lita milioni 200, ambapo takwimu zinaonyesha mkoa wa Songwe umeshika nafasi ya pili katika uzalishaji wa zao la kahawa aina ya Arabica. Tunateseka sana maji, lakini kwa sasa hivi nadhani hata wakulima wa wilaya ya Mbozi hata kipato kitaongezeka na uzalishaji pia utaongezeka. Pia hata ushuru nao tutalipa vizuri kupitia kipato ambacho tunazalisha. Kabla huu mradi haujaja
tulikuwa tunapata kilo kama 500, lakini kwa mradi huu uliofika umetusaidia sana. Tupo tunapata kama karibuni tani 1. 80% ya sesi ya halmashauri ya Mbozi, mapato tunayokusanya kutokana na zao la kahawa. Ninapozungumza leo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumekusanya zaidi ya bilioni 5. Hizi zote zimetoka kwenye sesi ya kahawa. Hii inaonyesha namna ambavyo zao la kahawa kwetu sisi ni dhahabu. Mbozi tukiipatia maji ya kumwagilia kahawa, tuna uwezo wa kupunguza umaskini kwa watu kwa zaidi ya 80%. Naye mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame ameelezea namna kilimo cha umwagiliziaji kinavyosaidia wakulima hususan katika kipindi hiki cha mabadiliko ya tabia nchi. Pia nina hakika kupitia kilimo cha umwagiliaji ambalo tutakuwa tunakifanya utasaidia sana kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo makuu matatu, ikiwa moja, sisi wakulima kufanya kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Bwawa la maji lililojengwa litaondoa utegemezi wa mvua. Huu ni mwanzo wa mikakati yetu ya kuongeza tija kutoka nusu kilo hadi kufikia kilo 3 mpaka 5 kwa mti mmoja, lakini pia kupanua kilimo katika hekta zipatazo 22,782 ambazo bado hazijafanyiwa uwekezaji. Mtazamaji, na sasa tuangazie viwango vya ubadilishaji fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2,596 na senti 35 na kuuzwa kwa shilingi 2,622 na senti 32. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3,482 na senti 49 na kuuzwa kwa shilingi 3,517 na senti 31. Mtazamaji, euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3,019 na senti 82 na kuuzwa kwa shilingi 3,050 na senti 2. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 382 na senti 93 na kuuzwa kwa shilingi 386 na senti 76. Na yeni ya Japan imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 28 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 40. Randi ya Afrika ya Kusini imenunuliwa kwa shilingi 159 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 160 na senti 68. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20 na senti 3 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 23. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 76 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 78. Lakini shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 69. Nayo faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 87. Mwisho wa habari za biashara na uchumi, langu jina ni Zinazire Mswima. Biashara na uchumi. Kukamilika kwa mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi unatoa nafasi nyingine mtazamaji wa Sky TV katika ulimwengu habari kwenda kupata mkusanyiko habari za kimataifa, na hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo. Habari za kimataifa. Hizi ni habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Mahakama Kuu ya Kenya imesitisha kwa muda mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola nchini humo, ikitaka kwanza kusikiliza kesi inayopinga.
Marekani ilikuwa imetangaza mpango wa kuwahifadhi kwa muda raia wake waliokumbwa na virusi vya Ebola nchini Kenya, hatua iliyolenga kuzuia ugonjwa huo kuingia katika ardhi ya Marekani. Maafisa wa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump walikuwa wamesema wale ambao wangepata dalili za Ebola hawangerejeshwa Marekani, bali wangepelekwa katika nchi nyingine kwa matibabu ya juu zaidi. Kipaumbele cha kwanza cha sera yetu ya kigeni ni kulinda watu wa Marekani, na hatutaruhusu kesi zozote za Ebola kuingia Marekani. Jaji wa Mahakama Kuu ya Kenya Patricia Nyaundi ameagiza kusitishwa kwa muda kwa utekelezaji wa makubaliano hayo hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani itakaposikilizwa na kuamuliwa. Ninaweza kukuambia bila shaka kuwa nchi katika eneo letu jirani kwa kweli zinategemea KEMRI kama maabara ya rejareja kutumia sampuli zao kuthibitisha kesi hizo za Ebola. Kwa hiyo tuko katika nafasi nzuri sana. Wakati kuna mjadala kuhusu kuwa na kituo cha kutenga wagonjwa nchini Kenya, si jambo baya kweli. Kama nchi lazima tukawe tayari, na hizi si mambo ya ajabu. Hata wakati wa COVID tulikuwa na vituo vya kutenga wagonjwa. Katika uamuzi wake, jaji huyo amesema Kenya pia hairuhusiwi kupokea mtu yeyote aliyekumbana na Ebola au aliyeambukizwa ugonjwa huo chini ya mpango huo hadi kesi hiyo itakapomalizika. Wakati huo mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO amewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Alhamis, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo katika kukabiliana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola. Kupitia ujumbe alioandika katika mtandao wa kijamii wa X kabla ya kuwasili Kongo, Gabriel Jesus aliwahakikishia wananchi wa Kongo kwamba WHO inasimama pamoja nao. The other problem is displacement. People are displaced because of conflict. There were people who were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100,000 I think in the past few months, and that makes it very difficult to contain the outbreak. Kulingana na takwimu za hivi karibuni, WHO imerekodi vifo 10 vilivyothibitishwa na vifo 223 vinavyoshukiwa kutokana na Ebola tangu mlipuko huo kutangazwa Mei 15 mwaka huu. Huu ni mlipuko wa 17 wa Ebola kurekodiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa lenye idadi ya watu inayokadiriwa kuwa zaidi ya milioni 100. Kwingineko, Marekani na Irani zimefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ingawa rais wa Marekani Donald Trump bado hajayaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Irani vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. It's been zero. You're the one that you do the reports. I'm actually surprised by the number because I don't know how it can be zero, but they say it's zero for the last 12 months. In 2025, we achieved the largest drop in the murder rate ever recorded. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwamo mpango wa nyuklia wa Irani. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa Washington na Teherani, hatua hiyo itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza Februari 28 mwaka huu. Pius Jayunga, Sky TV. Habari za kimataifa. Tazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mara baada ya mkusanyiko wa habari za kimataifa, sasa natoa nafasi kwenda katika michezo na burudani, ambapo huko tunaenda kuungana naye Lai Saidi mara baada ya mapumziko yafuatayo. Sky TV.
Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Karibu tena mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari katika habari za michezo pamoja na burudani. Mimi ni Lai Saidi. Benchi la ufundi la timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars limewaongeza kikosini wachezaji wawili wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys baada ya kukoshwa na viwango walivyoonyesha katika fainali za mataifa ya Afrika AFCON ambazo zinaendelea nchini Morocco, ambapo wachezaji hao ni mshambuliaji Lukmani Mbalasalu na beki Kasim Juma. Taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu hapa nyumbani TFF limesema kuwa wawili hao watakuwa sehemu ya kikosi cha Taifa Stars katika mechi mbili za kirafiki dhidi ya Uganda pamoja na Rwanda, mechi ambazo zitapigwa mwezi ujao. Mechi hizo ambazo zipo katika kalenda ya FIFA, mchezo wa kwanza utapigwa Juni 5 dhidi ya Uganda, wakati mchezo wa pili itakuwa ni dhidi ya Rwanda ambapo itakuwa ni Juni 9 mwaka huu. Afisa habari wa shirikisho hilo la mpira wa miguu Clifford Malion Ndimbo amesema wachezaji hao ambao wapo Morocco na kikosi cha Serengeti Boys watajiunga na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars mara baada ya kucheza fainali ya michuano hiyo ambapo itapigwa Juni 2 mwaka huu dhidi ya kikosi cha Senegal. Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi amewaongeza kwenye kikosi wachezaji wawili kutoka kwenye kikosi cha timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys, Lukman Mbalasalu pamoja na Kasim Juma kwenye kikosi ambacho kitacheza michezo miwili kwenye kalenda ya FIFA. Wachezaji hawa wataripoti kambini baada ya mchezo wao wa fainali ambao watacheza fainali ya AFCON chini ya miaka 17 ambapo watacheza dhidi ya Senegal Juni 2. Kwa hiyo baada ya hapo wataungana na kikosi hicho cha timu ya taifa. Wachezaji wengine wa Taifa Stars wenyewe watajiunga na kikosi leo jioni. Lakini pale Marrakesh Morocco ndiko ambako michezo hiyo miwili itachezwa. Mchezo wa kwanza utakuwa ni Juni 5 dhidi ya Uganda na mchezo wa pili utakuwa dhidi ya Rwanda ambao utachezwa Juni 9. Na jioni hii tumeshuhudia pia kikosi cha Stars kikiingia kambini mtazamaji kwa ajili ya kujiandaa na michezo hiyo miwili ambayo ni michezo ya kirafiki.
Kwingineko pia ni kuhusiana na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda amewataka wakuu wa mikoa nchini kuhakikisha siku ya Jumanne ambapo itakuwa ni Juni 2 mwaka huu, kila mkoa waweke runinga kubwa ili watu waweze kutazama fainali ya michuano ya AFCON kati ya timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys pamoja na Senegal. Tunafahamu ya kwamba bunge hili limeunga mkono azimio la kumpongeza Daktari Samia. Na mimi naomba kutumia nafasi hii kuwaomba wakuu wa mikoa, siku ya Jumanne vijana hawa Serengeti Boys watakuwa wanacheza na timu ya Senegal. Basi kila mkoa kwa kuwaunga mkono tuweke skrini kubwa kuangalia heshima inayojengwa na vijana wetu wa Tanzania, ikiwa ni sehemu ya kuweka hamasa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja, na kwa kweli tumepata, Mheshimiwa Sanga amesema kuna wale mameneja uchwara. Vijana hawa hawatakwenda kwa wameneja uchwara. Vijana hawa wanaenda kwenye sport academy za kimataifa, ikiwa katika mkakati wa kujenga heshima ya taifa letu, maandalizi yetu ya kuingia World Cup 2030. Naomba kuunga mkono hoja. Nao vinara wa championship ambao ni Geita Gold kutokea mkoani Geita sasa wanahitaji alama 5 tu ili kujihakikishia kupanda ligi kuu katika msimu ujao, ikiwa mpaka sasa wamebakiwa na michezo 4 kibindoni. Mpaka sasa Geita Gold imekusanya alama 65 katika michezo 26 waliocheza, na kama utafikisha alama 70 basi hakutakuwa na timu yoyote itakayoweza kufikia isipokuwa Kagera Sugar pekee. Hata hivyo, Geita Gold mawazo yao kwa sasa ni kuibuka kuwa mabingwa wa ligi hiyo msimu huu, na wanapaswa pia kushinda michezo yote iliyobaki ili kuwa na uhakika wa kuchukua taji hilo. Geita wanaanza kibarua cha kumaliza ligi hiyo ambapo ni siku ya kesho Mei 30 kwenye uwanja wa Manispaa ya Chunya huko wilayani Chunya mkoani Mbeya dhidi ya kikosi cha Ken Gold. Na tukielekea kimataifa ambapo inadaiwa kuwa msuguano umeendelea baada ya mchezo wa nusu fainali ya jana ambayo ni ya AFCON chini ya umri wa miaka 17 ambapo Morocco pamoja na Senegal, kufuatia taarifa zinazoeleza kuwa rais wa shirikisho la soka nchini Morocco Fawzi Lekja anadaiwa kutaka kuwasilisha malalamiko kwa kafu. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Morocco inataka penati moja waliofunga irejewe baada ya kudai kuwa kulikuwa na mchezaji wa Morocco aliyeingia ndani ya eneo la mita 18 kabla ya mpira haujapigwa. Hivyo tukio hilo limezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, huku mashabiki wengi wakitoa maoni tofauti kuhusiana na sheria hiyo pamoja na uwezekano wa kafu kulifanyia kazi swala hilo. Senegal walifanikiwa kushinda mchezo huo kwa penati 7-6 baada ya sare ya 1-1 ndani ya dakika 90, na sasa wamefuzu kwenda fainali dhidi ya Tanzania, na mpaka sasa hakuna taarifa rasmi kutoka CAF kuhusiana na hatua yoyote ya malalamiko hayo kutoka kwa kikosi cha timu ya taifa ya vijana ya Morocco. Kwingineko pia ni kuhusiana na beki wa kati wa klabu ya Liverpool Ibrahima Konate, anatarajiwa kuondoka klabuni hapo baada ya kutamatika kwa mkataba wake ifikapo Juni 30 mwaka huu, akihitimisha utumishi wake wa miaka 5. Konate mwenye umri wa miaka 27, raia wa Ufaransa, amekuwa kwenye mazungumzo ya nyongeza ya mkataba mpya ya klabu hiyo kwa muda mrefu bila mafanikio, hivyo anatarajiwa kuondoka bure. Mazungumzo hayo pia yaligonga mwamba kutokana na mchezaji huyo kutaka nyongeza kubwa ya mshahara, ambapo Liverpool imeona upo nje ya mfumo wa mishahara ya klabu hiyo. Lakini pia nyota huyo wa zamani wa RB Leipzig ameichezea pia Liverpool michezo 183 na kushinda taji moja la ligi kuu nchini Uingereza, FA Cup, na mawili pia yakiwa ni makombe ya Carabao Cup. Kwa taarifa hiyo mtazamaji, na mimi nafika tamati ndani ya habari za michezo na burudani. Mariango Mugeta yuko hapa kukamilisha ulimwengu wa habari usiku huu. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC.
Habari za michezo na burudani. Naam, Rais Said, ndivyo ambavyo wanakamilisha katika michezo na burudani kwa muda huu, na sasa ni wakati wa kuweza kupata taarifa kuhusu utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania TMA kuanzia sasa kwa saa 24 zijazo. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, na huu ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa siku ya leo tunatarajia hali ya ukavu katika maeneo yote, na kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani yote upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Morogoro, Lindi na Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua nyepesi. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo. Na Arusha tunatarajia mvua na ngurumo. Ni kuendelea kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Kukamilika kwa utabiri wa hali ya hewa kunanipa nafasi ya kukumbusha taarifa muhimu ambazo tumekuwa nazo siku ya leo, ni pamoja na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aongoza katika uombolezaji mazishi ya Bi Suzana Magufuli. Taarifa nyingine, mahakama Kenya yazuia karantini ya Ebola ya Marekani. Lakini katika michezo ni wachezaji wawili Serengeti Boys waongezwa timu ya taifa. Mtazamaji, ndio tamati ya ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari, mimi ni Maliango Mogeta.